Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Marekani inasema inachokitaka kwa sasa na Iran ni amani tu. Marekani na Iran sasa zinajadili duru mpya ya mazungumzo, lakini bado kuna wasiwasi wa muda usitishaji mapigano. Marekani imesema inachokihitaji kwa sasa ni uwepo wa amani katika ulimwengu, hasa eneo la Mashariki ya Kati, na inajadili uwezekano wa kufanyika duru ya pili ya mazungumzo ya kutafuta amani hiyo na Iran. Gazeti la Wall Street Journal limeripoti kuwa pande hizo mbili zimefikia makubaliano ya awali ya kukutana tena, ingawa muda wa mahali pa kukutana bado havijabainishwa. Hata hivyo, Tehran imesema kuwa misimamo ya Marekani inayobadilika na kukinzana inafanya kuwa vigumu kudumisha uaminifu wa makubaliano yoyote. Tehran inaamini kwamba wakati huu Marekani inataka amani, lakini wakati wa mazungumzo hayo yataonekana kutokuwa ya amani. Msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt amekanusha taarifa kwamba Marekani iliomba kurefushwa rasmi kwa usitishaji mapigano na Iran, akisema madai hayo si ya kweli. Karoline Leavitt amesema tunaendelea kushiriki kamilifu katika mazungumzo haya na kuongeza kuwa mazungumzo haya ni ya kujenga na yanaendelea. Kinachotakiwa kwa sasa ni upatikanaji wa amani katika ulimwengu, ikiwa ni pamoja na Marekani na Iran na Israel, anasema Karoline Leavitt. Akijibu taarifa kuhusu uwezekano wa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani, Leavitt alisema majadiliano haya yanaendelea, lakini hakuna jambo lililo rasmi hadi itakapotangazwa hapa ikulu ya White House, anasema Karoline Leavitt. Aliongeza kuwa iwapo mazungumzo yatafanyika, kuna uwezekano mkubwa yakafanyika katika eneo lile lile la duru ya kwanza, yaani Islamabad, mji mkuu wa Pakistan. Leavitt pia alisema kuwa kutekeleza matakwa ya Donald Trump ambayo aliyataja kuwa wazi na yasiyokuwa na utata kutakuwa kwa manufaa ya Iran. Miongoni mwa matakwa ambayo aliyasema rais wa Marekani Donald Trump ni pamoja na kuondoa uranium iliyoyeyushwa ambayo ni 60%, lakini kadhalika kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia pamoja na makombora ya masafa marefu ya Iran. Lakini ni Iran kutoyaunga makundi ambayo Trump ameyaita makundi ya kigaidi ambayo ni pamoja na Hezbollah ya Lebanon, lakini pia kundi la Wahouthi wa Yemen na makundi mengine yaliyopo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Hamas. Ujumbe kutoka Pakistan ukiongozwa na mkuu wa majeshi Asim Munir umeingia Tehran siku ya jana na upo huko Tehran kama sehemu ya juhudi za upatanishi. Ujumbe huo kutoka Pakistan ulipeleka maoni ya duru ya pili ya mazungumzo yaliyotoka nchini Marekani, ambayo wakati huu yanapaswa kujadiliwa vilivyo na wa Iran kisha waingie katika mazungumzo hayo. Duru ya kwanza mazungumzo ilifanyika mwishoni mwa juma lililopita mjini Islamabad, ilifeli kufikia makubaliano yoyote ya kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati uliozuka tangu mwishoni mwa Februari mwaka huu 2026. Hata hivyo, kitendo cha kushindwa kwa makubaliano hayo kufikia mwafaka kumesababisha rais wa Marekani Donald Trump kutangaza mpango mpya wa kuzuia mlango wa bahari wa Hormuz, na kubwa ambacho alikisema rais wa Marekani Donald Trump ni kuzuia upatikanaji wa fedha kwa taifa hilo la Iran. Mtazamaji wa The World News, kwa sasa kinachosubiriwa tarehe na muda kwa ajili ya mazungumzo ya Marekani na Iran katika kumaliza uhasama uliokuwepo kwa muda mrefu uliokuja kusababisha mapigano yaliyoanzishwa na Israel na Marekani mnamo Februari 28, ambayo yalimuua pia kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.